biashara. I have seen a number of politicians here, they are not here now. Nimeona wanasiasa na hapa sasa talking about 2027. wakizungumza kuhusu mwaka ujao. Who told you? Ni nani aliwaambia? That 2027 is yours. Ya kwamba mwaka 27 ni wenu. I came to tell you this. Na nikuja kuambia hii. Today is your day. Leo ndio siku yako. Tomorrow belongs to God. Siku ya kesho ni ya Mungu. And the Bible says, na Biblia yasema, we plan for tomorrow. huwa tunaipangia kesho. We do business for tomorrow. Tunafanya kesho. We plan our marriage. Tunapanga ndoa zetu. Na katika mkutano hili, there are young people planning for marriage. kuna vijana ambao wanapanga kuoa. There are people planning for their future. Kuna watu wanapangia siku zao za usoni. Young man Edison, huyu kijana Edison, he was to be a doctor. alikuwa kuwa daktari. He was planning to become a doctor. Alikuwa panga kuwa daktari. Maybe finish his schooling. Pengine akimaliza shule, have a good career. awe na masomo mazuri. Start a family. Naanzisha familia. Have several children. Awe na watoto kadhaa. A beautiful wife. Na awe na mke mrembo. That didn't happen. Na hiyo haikufanyika. Was he wicked? Je, alikuwa ni mwovu? Was he evil? Je, alikuwa ni mwovu? Was he a bad kid? Alikuwa ni mtoto mbaya? Was he not raised well? Je, hakulelewa vizuri? But what is life? Lakini maisha ni nini? So death is preaching today. Na kwa hivyo kifo kinahubiri siku ya leo. Death has preached through this young man. Na kifo kinahubiri kupitia kijana huyu. And James asked a question. Na ningependa ujiulize swali. James is asking a question today. Yakobo anauliza swali. What is life? Maisha ni nini? The Bible says, Biblia yasema in the book of Job, katika kitabu cha Ayubu, a man born of a woman mwanaume ambaye amezaliwa na mwanamke has few days to live, ana siku chache za kuishi, but full of problems, lakini zimejaa shida nyingi. full of troubles. Shida zimejaa matatizo. That's what James says. Na ndiposa Yakobo anasema, You're planning for tomorrow. unapangia kesho. How sure are you? Una uhakika namna gani Tomorrow you will be there. na kwamba kesho utakuwako? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. We can only plan for tomorrow Tunaweza tu ipangia kesho through Jesus. kupitia Kristo. I came to speak to young people. Na nilikuja kunena na vijana. Many of us we say, Wengi wetu husema I'm too young to give my life to Christ. ya kwamba mimi ni mchanga sana kusalimisha maisha yangu kwa Kristo. He's too young to die at the age of 15. Yeye ni mchanga sana kufa kwa miaka 15. And you are too young to give your life to Christ. Na yeye ni mchanga sana kusalimisha maisha yako kwa Kristo. You are too old to give your life to Christ. Na yeye ni mzee sana kuokoka. And the question I'm asking tonight, Na swali ambalo nauliza jioni ya leo, when finally death ring or knock at your door, wakati kifo kitabisha kwa mlango wako, how will you respond, my brother? utajibu vipi ndugu yangu? Mama, how will you respond? Mama, utajibu vipi? You who is saying I still have time, Wewe ambaye unasema bado niko na muda, I will do it tomorrow. nitafanya kesho. I stand here with one word. Ninasimama hapa na neno moja. The day of salvation is now. Siku ya wokovu ni sasa. The day for you to change your life is now. Siku ya kubadilisha maisha yako ni sasa. The Bible says Biblia yasema every human being kila mwanadamu has an appointment with death. lazima atakufa. Today I stand here to preach. Leo ninasimama hapa kuhubiri. Tomorrow someone will preach at my funeral. Kesho mwingine atahubiri katika mazishi I yangu, have an appointment with death. kwa sababu ni lazima nitakufa. Whether you are old Wewe uwe ni mzee or young, ama kijana, whether you are rich uwe ni tajiri or poor, ama maskini, whether you are tall wewe ni mrefu or short, ama mfupi, whether you are a Griama wewe uwe ni or Mgiriama a Luya like myself, ama Mluya kama mimi, all have an appointment. sisi sote tuna nafasi hiyo That day will soon come. ya kwamba hiyo siku lazima itawadia. And the question is this: Na swali ni hili, are you ready? je, uko tayari? I want you to ask your neighbor, are you ready? Nataka uliza jirani yako, wewe uko tayari? I can see someone celebrating Na unaona wengine wanafurahika by drinking alcohol. kwa kukunywa mvinyo, And I don't know who told you guys na sijui ni nani aliwaambia that a funeral is a place to come and take
kuishi ni mahali pa kuja na kunywa mvinyo. Who told you? Ni nani aliwaambia? Bwana Yesu apewe sifa. As you drink your alcohol, Mnapokunywa hiyo pombe yenu, as you do your business of selling alcohol, unapofanya hiyo biashara yako ya kuuza pombe, who told you you will be there tomorrow? ni nani alikuambia kesho utakuwa? Hallelujah. Amend your ways Tengeneza njia zako by making your relationship with Jesus. kwa kufanya uhusiano wako na Kristo sawa. Amend your ways Njia zako by making your relationship with Jesus. kwa kutengeneza uhusiano wako na Kristo. Aha. Na vijana wetu katika hii jamii They think they own the whole life. wanafikiria kwamba wako na maisha yote ya kuishi. Yes. Ndio, ndio uko na maisha, But tomorrow is not in your account. lakini kesho haiko mikononi mwako. The Bible says, Biblia yasema, help us, Lord, to count our days. Bwana tusaidie kupata hesabu ya miaka yetu. Help us to number our days. Tusaidie kupata hesabu ya siku zetu. That means Hili inamaanisha we need to account for our life. lazima tuwajibikie maisha yetu. Even as a young person, Hata kama kijana, you need to account for your life. lazima uwajibike kwa sababu ya maisha yako. Tomorrow you may not be there. Kesho unaweza kuwa hautakuwa. As a woman, as a mama, as our fathers and our mothers and whatever you are, you need to account for your life. Kama baba ama mama, hivyo lazima upeane hesabu ya maisha yako. Tomorrow may be too late for you. Kesho inaweza kuwa imechelewa sana kwako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If last month Kama mwezi uliopita or the other month, ama huo mwezi mwingine, as we have heard testimony here, kama tulivyosikia shuhuda hapa, someone told this young man that he wouldn't be here today. ya kwamba mtu angemwambia kijana huyu leo hata kuweko, Angesema wacha zako. angesema wako. Very painful. Hiyo inaumiza sana, But I came to tell you this. lakini nilikuja kuambia hii, We need to prepare for such a time. lazima tujiandae kwa sababu ya wakati kama huu. Whether you are in grade 6, Wewe uwe darasa la 6, whether you are in high school, uwe shule ya upili, whether you are married or unmarried, uwe umeoleka ama haujaoleka, we need to prepare for a time like today. lazima tujiandae kwa sababu siku kama hii. Bwana Yesu apewe sifa. The Bible says, Biblia yasema, Jesus says in the book of John, Yesu akasema katika kitabu cha Yohana, I am the way, the truth, and the life. mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Can come to my Father except through my way. Na mtu atakaye kuja kwa Baba ila kupitia kwangu. The only way Njia ambayo ni pekee to our eternity is through Jesus. ya kwenda katika uzimani ni kupitia Kristo. The way our politicians are telling us, Vile wanasiasa wetu wanatuambia, that their way to whatever position they want is through you. ya kwamba njia yao ya kuenda katika hicho kiti anahitaji ni kupitia kwako wewe. And the only way for you can account for your life on earth is through Jesus Christ. Na njia yoyote tu ambayo unaweza peana hesabu maisha yako hapa duniani ni kupitia tu kwa Kristo. And it's not tomorrow, it's today. Na si kesho, ni leo. Listen to me, children of God. Nisikizeni wana wa Mungu. Our God is a loving God. Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. He loves us. Anatupenda. And that's why he gives us an opportunity. Na ndiposa anatupatia nafasi. Such a time, Wakati kama huu, he has given us an opportunity ametupatia hii nafasi. to reflect on our life, Tuangalie maisha yetu. to think about our actions, Tufikirie kuhusu matendo yetu. what we do and what we don't do. Kile ambacho tunafanya na kile ambacho hatufanyi. Our actions here on earth. Matendo yetu hapa duniani.